Kwa majina naitwa Lea Mwakanosia, ni afisa bima kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania. Mamlaka hii inasimamiwa na Wizara ya Fedha, ambapo ina ofisi zake Tanzania Bara na visiwani, yani Zanzibar. Na pia ina ofisi yake ya kanda hapa Tabora, ambayo ni kanda ya Magharibi inayosimamia mikoa ya Singida, Tabora yenyewe na Shinyanga. Na siku ya tarehe 17 hadi 19 tunashirikiana na wenzetu kutoka Chama cha Wafanyakazi wa Vyuo Vikuu Tanzania, ambapo wana kikao chao kinachoendelea hapa mkoani Tabora, na lengo kubwa ambalo limetuleta hapa mamlaka ni kutoa elimu juu ya masuala ya bima pamoja na kuwajulisha fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya bima, ambapo kama chama kinaweza kuwekeza na kuongeza namna nyingine ya kuongeza kipato katika chama chao, ambapo katika elimu tulioitoa tulishirikiana na kampuni ya bima ya NIC katika kuwajulisha uwekezaji juu ya masuala ya bima ya maisha, na pia kama mamlaka tumewapa fursa ambapo wanaweza kama chama kujisajili kama mawakala wa kutoa huduma za bima nchini, ambapo ikawa ni sehemu kwa ajili ya wanachama wao ambao ni zaidi ya 6,000 kuongeza kipato katika chama chao. Pia mamlaka ya usimamizi wa bima tuliweza kuwajulisha majukumu mbalimbali ambayo yanashughulikiwa na mamlaka, ikiwemo ushughulikaji wa malalamiko mbalimbali yanayohusu masuala ya bima nchini, ambapo tuliweza kuwajulisha wanachama endapo kuna malalamiko yoyote ambayo wanayo au ndugu zao wa karibu wanayo dhidi ya makampuni ya bima au huduma mbalimbali za bima, wanaweza kuwafikisha kwenye mamlaka. Na pia tuliweza kuwajulisha kwa kuwa wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali juu ya masuala makubwa ya mfumo wa TIRAMIS kwa ajili ya kuhakiki bima za vyombo vya moto kabla hawajavitumia kwa ajili ya usalama wao binafsi na kuzuia au kuepusha kupunguza madai mbalimbali au malalamiko mbalimbali pasipo wao kujua. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania inatoa wito kwa jamii na wananchi wote kwa ujumla kujua umuhimu wa masuala ya bima nchini, kukata bima kwa kuwa bima inatukinga dhidi ya majanga mbalimbali ambayo yanatokea nchini. Pasipo bima majanga hayawezi kulipika au inaweza kapelekea umaskini na utegemezi kwa watu ambao wanaweza wasiwe na kipato kizuri cha kusaidia. Hivyo tunatoa wito wananchi, jamii ikate bima, kisha inakata bima ya vyombo vya moto, bima za nyumba zao. Kunaona majanga mbalimbali yanatokea, majanga ya moto, na mtu anaanza upya na kuanza kujichangisha tena, wakati majanga hao yote yanakatiwa bima hapa nchini. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wananchi tukate bima, tujikinge na majanga ambayo sisi peke yetu hatuwezi kuyazuia. Asante. Kwa majina naitwa Margaret Patrick. Mimi ni mmoja wa wajumbe tuliohudhuria semina hii. Nipende kuwashukuru ofisi mamlaka ya usimamizi wa bima TIRA. Kwa kweli wametupa elimu nzuri kuhusu masuala ya kukata bima kwa wale wanaotumia vyombo vya moto, bima za afya. Jamani, bima inasaidia. Bima ukiwa nayo, hasa waendesha vyombo vya moto, inakupa ujasiri barabarani, inakuondoa hofu na unaendesha chombo chako ukiwa na amani, unajua hata janga lolote likikukuta bima itakukava. Kwa hiyo na sisi tuliopata elimu hii tutakuwa mabalozi wazuri wa bima kwenda kuwashauri watu waweze kukata bima kwa ajili ya usalama wa maisha yao. Jina langu linaitwa James George Maeka, ni mhadhiri kutoka katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Krimu kilichopo mjini Morogoro. Tumekuja hapa katika chuo cha walimu Tabora kwa ajili ya kuhudhuria semina pamoja na mkutano wa baraza kuu la wafanyakazi wa taasisi za elimu ya juu THTU, ambao mkutano huo ulianza jana tarehe 17 na utaenda mpaka tarehe 20. Katika mkutano huu kumekuwa na semina nyingi ambayo ni pamoja na masuala ya bima ambayo tumeelimishwa na wafanyakazi kutoka Mamlaka ya Bima Tanzania TIRA, ambapo katika masuala haya tumejifunza mambo mengi. Tumefundishwa juu ya masuala ya bima ya vyombo vya moto kwa maana magari pamoja na pikipiki, lakini pia tumefundishwa juu ya habari ya bima ya maisha, na tumefundishwa pia habari ya bima ya afya. Katika mafunzo haya tumepata kujifunza mambo mengi sana, kwamba tunapokuwa tunakuwa na vyombo vya moto ni vizuri kuweza kuvikatia bima, kwa sababu inapokuwa imetokea madhara
basi bima inaweza sasa kuchukua nafasi ya kuweza kutoa fidia mbalimbali kulingana na jinsi ambavyo shida imetokea. Kwa mfano, tukafundishwa habari ya bima ya vyombo vya moto ambayo ni ya third party, ambayo hii inaweza kuweza kutoa fidia kwa mtu wa tatu ambaye atakuwa ameathirika na vyombo vya moto ambavyo vilikuwa vikiendeshwa barabarani. Lakini pia kuna ile nyingine ambayo ni comprehensive. Sasa mimi nataka niongelee habari ya hii ya third party, kwamba unapokuwa pengine umelipa hiyo bima ya third party, basi ikitokea kwamba umesababisha shida kwa mtu mwingine, basi huyo mtu mwingine analipwa fidia na bima mshakikatia hiyo bima ambayo ni ya third party. Kuna umuhimu wa kuweza kukata bima kwa sababu wakati mwingine unakuta kwamba unakuwa umesababisha ghasia kubwa na si wakati wote umekuwa na pesa. Kwa majina naitwa Santina Bugeni, ni mwakilishi wa wafanyakazi walemavu katika chama cha wafanyakazi wa elimu na taasisi za elimu ya juu THCU. Katika semina iliyoendeshwa na taasisi ya bima, nimeweza kupata elimu kuhusu na faida kuhusu taasisi na kuweka dhamana ya maisha yako. Kwa hiyo mojawapo ambayo waliweza kutoa elimu kuhusu uwekezaji wa kuwekea bima au dhamana katika majengo, magari, afya katika maisha yako. Ni sehemu mojawapo wameenda katika kwa mapana zaidi na kuonyesha ubora wa kuwa katika hii taasisi. Kwa hiyo ukiwa kama mwanachama itaweza kusaidia katika shughuli zako za kila siku na kuwa na uhakika katika maisha. Katika shughuli zako za kila siku umeshakutana na changamoto inayohusiana na masuala ya kibima na ulitatua namna gani? Nilishakutana nalo katika wakati nilikuwa na miliki gari, lakini mimi nilikuwa nalipia bima ya kawaida, sikuwa katika comprehensive insurance kwa ya kila mwaka. Kwa hiyo sikuweza kuendelea naye baada ya kudecide na kuuza hicho gari, nikawa nimeachana nayo. Okay. Nini ushauri wako kwa watumiaji wa vyombo vya moto? Ushauri wa watumiaji wa vyombo vya moto ni bora wakawa na bima, na inabidi kabla ya kuingia wapate elimu zaidi kujua faida na hasara, ili wanapokuwa wanatumia waweze kuwa na maoni zaidi na kuweza kushawishi wengine.